Hii leo ndani Sport Cave tutamwangazia nahodha wa timu ya taifa ya Tanzania, Taifa Stars, Bwana Ali Samata. Anasema anaona upendo kwenye kila kitu na hayo ndio maisha yake. Lakini mimi nimezisikia fununu kuwa hapa kijijini kwetu kuna nabii mzawa, nabii aliyefanya mengi makubwa lakini hakubaliki na kundi kubwa la watu kuliko wachache walioamua kubeba utukufu wake. Ninalia sana kwa hili. Kinachoniliza sidhani kuwa kitonoshwa na neno pole pekee, kwa sababu nalia kwa kuyakumbuka mengi makubwa yaliyofanywa na Diego Captain Bwana Ali Samata. Afrika Mashariki, Afrika Kusini, Afrika ya Kati na kila kanda ya bara la Afrika linaimbwa jina la Bwana Samata na limechorwa kwa maridadi mkubwa. Zisikieni hizi habari enyi watu wa udongo wa Afrika Mashariki. Leo nimekuja kuwakumbusha tu na si kuwalazimisha kumkubali nabii mzawa. Hivi mnazo habari kuwa vilio na machozi vilitawala kwenye viunga vya Msimbazi wakati Bwana Samata anaelekea pale kwenye ardhi ya utajiri wa madini DRC? Sidhani kama mmeelewa ninachomaanisha. Hapa na maanisha hata Afrika Lyon walitamani kubaki na Bwana Samata kama ilivyokuwa kwa Simba Sports Club. Watu wa Kongo, hasa mashabiki wa TP Mazembe, walijihisi kutawala dunia baada ya kumpokea Bwana Samata. Heshima kubwa aliwapatia kunguru weusi, naye alipewa heshima ya heavyweight. Na huyu ndiye mfungaji bora wa ligi ya mabingwa Afrika mwaka 2015, mwaka ambao alishinda tuzo ya mchezaji bora wa Afrika kwa wanasoka wa ndani. Msishangae, hayo ni machache tu kati ya mengi ya nabii anayepambwa kwa matope. Hakuamini macho yake Don Moise Katumbi kumwona Bwana Samata akiwapa mkono wa kwaheri mashabiki wa TP Mazembe mwaka 2015. Tajiri alikalia kiti cha moto kwenye sakafu ya mabati.